My dear, no one knows kilichoko kesho. Hayupo anayejua kilichoko kesho. Na mahali popote Mungu amekuweka, chochote Mungu alichokupa, sio kwa sababu ya juhudi zako, pamoja na kwamba juhudi ni muhimu. Ni neema ya Mungu tu, ni neema ya Mungu. Na sisi wengine, ukiondoa kwenye maisha yetu kitu kinachoitwa neema, sisi wengine si chochote na si lolote, kwa sababu neema ya Mungu ndiyo inayotusaidia. Neema ya Mungu ndiyo inayotufungulia milango. Neema ya Mungu ndiyo inayotuheshimisha. Neema ya Mungu ndiyo inayotupa kuinuka. Ukiondoa neema kwenye maisha yetu, sisi si lolote na sisi si chochote. Na kwa sababu ya hiyo neema, wanaweza wakachafua majina yetu, lakini hawawezi kuchafua neema iliyoko juu ya maisha yetu. Hiyo neema iliyoko juu yetu, hata tukianguka, hiyo neema inatuinua tena katika jina la Yesu. Na mimi nakuombea hiyo neema ya Mungu ikuinue tena 2026 katika jina la Yesu. Ikupe jina jipya, ikupe milango mipya, ikupe heshima mpya, ikupe jina jipya na watu wapya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wamechafua jina lako, lakini hawajaondoa neema iliyoko juu ya maisha yako. Yusufu walipigana naye, mke wa Potifa akamchafua nchi nzima ya kwamba Yusufu ni mbakaji, lakini hakuondoa neema iliyokuwa juu ya Yusufu. Na hata Yusufu alipopelekwa gerezani, ile neema iliyokuwa juu yake ilimuinua na kumtambulisha tena. Hiyo neema iliyoko juu yako ikuinue na kukutambulisha tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.